tabia njema kabisa. Hii tabia njema ni nini? Tabia njema ni Qur'ani, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani mwenyewe, ambao kila mmoja wetu tunatakiwa tuwe na tabia hii, tuwe na tabia njema. Tunamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano hapa, ni gani anapendwa na Allah sana au mtu gani anapendwa sana na Allah? Ni yule mtu ambaye ni bora kwa tabia njema kati ya wengine, ndio mtu ambaye anapendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Kwa hiyo malezi ya watoto wetu katika kitu muhimu sana sana kabisa. Ukiangalia katika dunia, wa Japan wanaongoza katika malezi bora. Inavyoonekana katika statistics za dunia, wa Japan wanaongoza katika malezi bora ya watoto wao. Kwa wanaanza wakiwa watoto wadogo sana kuwafundisha heshima, kumheshimu yule, kumheshimu mtu mzima, kuheshimiana wao kwa wao, salamu na vitu kama hivyo. Japani inakuwa ni kwanza, inafuata ni Singapore. Lakini ukizama katika nchi za Kiarabu, ukizama criminal cases katika nchi nyingi, unakuta nchi za Kiarabu ni nchi ambazo ni low criminal cases. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya impact ya Uislamu. Kufundisha watoto wetu akhlaq njema. Kwanza tunatakiwa watoto wetu wanapofika umri fulani, Allah azza wa jalla akijalia maarifa, basi kwanza hakikisha anamjua Mola wake, kwamba ajue hakuna Mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni huyu mmoja. Umhakikishe kwamba unamjenga mtoto wako ajue Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Kisha amjue Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ndio nani, kama ndio nabii wa umma. Kila siku zinapokwenda, sisi ni wazazi, tunajua watoto wetu, tunahakikisha kwamba mtoto kila anapokuwa unampa tabia njema ambazo ni tabia za Kiislamu, ili kuwa na jamii iliyokuwa bora, kwa sababu hatuwezi kuwa na jamii nzuri, hatuwezi kuwa na jamii ya Kiislamu iliyoshikamana na Allah bila kuanza nyumbani kuwafundisha watoto wetu tabia zilizokuwa njema. Kwa sababu leo kumwachia mwalimu wa madrasa peke yake aweke hizo tabia njema kwa mtoto wako, hili ni jambo ambalo ni kutoka maji kwenye kinu. Sisi wazazi tuna wajibu wa kwanza kabisa kuhakikisha watoto wetu wanaanza kupata tabia njema wakiwa nyumbani. Ndugu zangu katika imani, tukiweza kuweka misingi bora nyumbani kwa watoto wetu, tutapata jamii iliyokuwa nzuri kabisa, madhubuti kabisa. Kuna mmoja kati ya masahaba ambao alishuhudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam